Ndugu yangu mpendwa, ninakusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, nikiamini kwamba Mungu ameendelea kukutunza na Mungu ameendelea kukubariki mno. Ni masaa ya mchana ambayo nimemsihi Mungu kwamba anipe ujumbe wa kusema nawe kupitia Roho Mtakatifu, na ninakualika sasa katika ibada hii saa hii ya mchana. Karibu tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninalihimidi na kulinua jina lako, mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya zawadi ya uhai. Nami nimejidhabihu kwako, Mungu mwenye nguvu, pamoja na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa channel yetu ya Madhabahu ya Faraja, kwamba ukabaki kuwa faraja katikati ya maisha yetu, kuwa faraja katikati ya nyumba zetu, kuwa faraja katikati ya ndoa zetu, kuwa faraja katikati ya watoto wetu, kuwa faraja katika elimu yao, kuwa faraja kwa wale ambao wanatafuta kazi hawajapata, kuwa faraja kwa wale ambao Mungu wanatafuta waume na wake wa kuoa bado hawajapata, kuwa faraja kwa ajili ya wale wanaopitia mahali pagumu. Lihimidiwe jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ambaye unalituma neno na lile neno hutuponya na kutuondoa kwenye maangamizo yetu. Ukaseme nasi Bwana, nasi tuko tayari kukusikiliza wewe uliye Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeomba tukiamini, sema amen. Ninaleta ujumbe wa neno la Mungu kwako, nikimsihi sana Mungu kwamba akaseme na maisha yetu, na ufungue pamoja nami kitabu cha Isaya mlango wa 41 mstari wa 21. Isaya, kitabu cha nabii Isaya mlango wa 41 mstari wa 21. Ninasoma neno hili katika jina la Bwana. Neno la Mungu linasema, haya, leteni maneno yenu, asema Bwana, toeni hoja zenu zenye nguvu, asema Mfalme wa Yakobo. Naomba nirudie tena, ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu. Isaya 41:21 anasema, haya, leteni maneno yenu, asema Bwana, toeni hoja zenu zenye nguvu, asema Mfalme wa Yakobo. Ujumbe huu unaokuja kwetu mchana huu wa leo una lengo la kutufunulia Mungu mwenye upendo, tena Mungu anayejali, tena Mungu ambaye anapenda mahusiano na ile kazi ya mikono yake. Maana yake sisi wanadamu aliotuumba kwa sura na mfano wake. Ni kweli Mungu ni mtakatifu mno, Mungu asiyependa kugusana na uchafu au dhambi, na Waingereza wanasema ni transcendent God. Lakini bado tunaona pamoja na kwamba ni Mungu aliye mbali mno, patakatifu pa patakatifu, bado anapenda kushuka na kukutana na haja za mioyo yetu. Na mahali fulani akasema, mimi si Mungu niliye mbali, mimi ni Mungu aliye karibu. Na kuthibitisha hili limesomwa basi katika kitabu cha nabii Isaya mlango wa 41:21, anasema, haya, leteni maneno yenu, asema Bwana. Pigia mstari, maneno yenu. Sisi wanadamu tuna maneno yetu, sisi binadamu tuna mambo yetu, na ni yale yanayotukwaza, ni yale yanayoleta changamoto kwenye maisha yetu, ni yale yanayotufanya tuwe katika njia panda ya imani. Mungu ameturuhusu kwamba haya yanayotutatiza, haya yanayotufanya tuwe katika njia panda ya imani, kushindwa kuamua tuende wapi, Mungu yupo kunyosha mkono ili akapate kutuelekeza. Anasema, toeni hoja zenu zenye nguvu. Hoja zenye nguvu, maana yake kile ambacho unaona huna majibu nacho, ni mahali pa kumwambia Mungu, sasa nimekuja na hoja hii yenye nguvu. Sina jinsi ya kufanya, sina namna ya kufanya na mume wangu, sina namna ya kumgeuza mke wangu, sina namna ya kudili na watoto wangu ambao wameleta changamoto katika nyumba yangu. Ni wewe peke yako, Mfalme, Mungu wa faraja yote, utakayenisaidia kutoka hapo. Amesema, toeni hoja zenu zenye nguvu. Tunapo mahali pamoja tu, na mahali hapo ni sahihi pa kuelekeza hoja zetu zenye nguvu, ni kwa Mungu na kwa Mungu peke yake. Ndio sababu neno linasema, basi toeni hoja zenu zenye nguvu, asema Mfalme wa Yakobo.
Lihimidiwe jina la Bwana, kwa sababu Mungu yuko tayari kupokea maneno yetu yenye mambo yetu, yenye changamoto zetu, lakini Mungu yuko tayari kupokea hoja zetu zenye nguvu. Tusiache kumpelekea Mungu aliye baba yetu hoja zetu zenye nguvu. Hakuna sababu ya kupeleka mambo yetu kwa waganga wa kienyeji. Hakuna sababu ya kushare mambo yetu na wanadamu ambao watatusema mitaani na njiani, lakini kwa Mungu peke yake. Ndio alisema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Niko mbele yako ndugu mtazamaji, mfuatiliaji wa channel yetu ya Madhabahu ya Faraja, ujue kwamba tunaye Mungu anaye nguvu za kutusaidia, anao njia ya kufanya ili sisi tusife na stress zetu. Ni Mungu na ni Mungu peke yake. Tumpelekee hoja zetu zenye nguvu, tumpelekee maneno yetu yenye nguvu, na yeye atatusaidia. Mchana huwa leo ninaomba pale ulipo, funika macho yako, tumwombe Mungu, na Mungu yuko tayari kutusaidia. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, watoto wako wamesikia neno lako ambalo limeandikwa katika kitabu cha nabii Isaya mlango wa 41 mstari wa 21, kwamba ni kwako peke yako tutaleta maneno yetu. E Bwana, ni kwako peke yako tutaleta hoja zetu zenye nguvu. Nami ninamsogeza baba huyu mikononi mwako, analo jambo la kukuambia. Ninamleta mama yangu huyu, dada yangu huyu mikononi mwako, analo jambo la kukuambia. Ninamleta kijana huyu wa kiume na wa kike mikononi mwako, pamoja na huyu mtoto, analo jambo la kukuambia. Baba, tumesoma pia ujumbe wa neno lako kwamba sikio la kwako sio zito likaacha kusikia. Wewe ni Mungu wa faraja yetu, wewe ni Mungu wa majibu yetu. Ninakusihi kwa jina la Yesu, angalia ndoa hii. Angalia huyu kijana anayepita kwenye kipindi kigumu, hajapata suluhisho la maisha ya ujana wake. Mwangalie na msichana huyo, Bwana, hajajua aendeje, lakini kwako kuna nguvu za kutufanya kusonga, lakini mkono wako una neema ya kututoa njia panda. Bwana, shughulika na watoto wako, shughulika na changamoto zetu, na yule ambaye ni mdhaifu, ni mgonjwa, mchana huwa leo ninanyosha mkono wangu wa kichungaji juu yake kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninavunja kila nguvu za magonjwa, ninavunja athari zote za mapepo na uchawi na ushirikina, ninavunja maneno magumu yanayomsumbua kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu, moto wa Roho Mtakatifu, uende ukakutane na huyu aliye mdhaifu, uende ukakutane na huyu anayelia sasa. Mponye Bwana, mponye Yesu, mfungue Bwana kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na huyu ambaye ameingia njia panda imani, hajui aendeje, Mungu, ninakusihi kwa jina la Yesu, peleka msaada kutoka patakatifu pako, peleka msaada kutoka patakatifu pako, ukamponye, ukamtendee mema, ukamfute machozi, katika jina lako Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Sikia kuomba kwetu, amen. Ndugu yangu mpendwa, ninakusihi sana kwamba endelea kufuatilia channel hii ya Madhabahu ya Faraja katika Facebook, lakini utaona linki. Tafadhali ingia katika ile linki pale, itakupeleka moja kwa moja kwenye YouTube account yetu, na ninakusihi sana usubscribe na umwambie mwingine kumshirikisha kwa habari ya Madhabahu ya Faraja. Ni Mungu peke yake atakuwa faraja yetu, na hatutakufa bali tutaishi tupate kuyasimulia matendo makuu ya Bwana. Stay blessed. Mungu akubariki, akulinda na kukutunza. See you again in Jesus name. Amen.